Ndugu zangu, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa imekamilisha zoezi la uchaguzi wa wanafunzi wa kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2026 kwa kuzingatia miongozo iliyotolewa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Ndugu zangu, ndugu waandishi wa habari, uchaguzi wa wanafunzi wa kujiunga na kidato cha kwanza mwaka wa masomo 2026 umezingatia kigezo cha ufaulu wa mtahiniwa aliyechaguliwa. Kila mtahiniwa aliyefanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi mwaka 2025 na kupata jumla ya alama ya ufaulu 121 hadi 300, ambayo ndio maelekezo na ndio miongozo inavyotuambia, amechaguliwa na kupangiwa shule ya serikali. Uchaguzi huu umehusisha wanafunzi 987,581 sawa na 100% ya wanafunzi wote waliokuwa na sifa ya kuchaguliwa, wakiwemo wasichana 508,477 na wavulana 429,108. Wanafunzi hao ni wale waliofanya na kufaulu mtihani wa kuhitimu elimu ya msingi mwaka 2025. Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, shule za sekondari za serikali walizopangiwa wanafunzi zipo katika makundi makuu mawili. Tunazo shule za bweni na tunazo shule za kutwa. Shule za sekondari za bweni za serikali zimegawanyika nazo katika makundi makuu matatu, ambazo ni shule za sekondari za bweni za wanafunzi wenye ufaulu wa juu. Hizi tunazijua wote, zinaitwa special schools. Shule za sekondari za bweni za amali na shule za bweni za kitaifa. Shule za bweni za kitaifa hivyo zimepangiwa wanafunzi kutoka maeneo mbalimbali ya nchi kwa kuzingatia mgawanyo wa nafasi uliobainishwa na vigezo vilivyowekwa ili kuimarisha utaifa. Ndugu waandishi wa habari, uchaguzi wa wanafunzi katika makundi hayo ulifanyika kwa mujibu wa mwongozo wa uchaguzi wa mwaka 2024 ambao ulikuwa unatuelekeza kufanya yafuatayo: Shule za sekondari za bweni kwa wanafunzi wenye ufaulu wa juu. Nafasi katika shule za wanafunzi wenye ufaulu wa juu zimegawanywa kwa kila mkoa kulingana na idadi ya watahiniwa wa darasa la 7. Kwa hiyo mkoa wenye watahiniwa wengi ni mkoa ambao umepata wanafunzi wengi waliochaguliwa kwenda kwenye shule hizi za bweni za wanafunzi wenye ufaulu wa juu. Shule za sekondari za bweni za amali. Nafasi katika shule za sekondari za bweni za amali zimegawanywa kwa kila mkoa kulingana na idadi ya watahiniwa wa darasa la 7 wa mkoa husika. Hii imekwenda sawa na hii ya mwanzo. Na ni shule za sekondari za bweni za kitaifa, ambazo nafasi katika shule za bweni za kitaifa zimegawanywa kwa kila halmashauri kwa kufuata idadi ya watahiniwa wa darasa la 7 waliotoka katika halmashauri husika kwa kutumia kanuni ya kugawa nafasi hizo kitaifa. Ndugu zangu, jumla ya wanafunzi 987,581 wakiwemo wasichana 508,477 na wavulana 429,104, ikijumuisha wanafunzi wenye mahitaji maalumu 3,228, ambapo hapo pia wako wasichana 1,544
na wavulana 1684 wamepangiwa katika shule za sekondari za serikali 5230 kwa ajili ya kuanza masomo ya kidato cha kwanza mwaka 2026, na mgawanyo wao ulikuwa wanafunzi waliochaguliwa kwenye shule zenye ufaulu ambao ni 815 wakiwemo wasichana 335 na wavulana 480 wamechaguliwa kujiunga katika shule za sekondari ambazo hupokea wanafunzi wenye alama za juu: Msalato, Kibaha, Kilakala, Mzumbe, Tabora Boys na Tabora Girls. Wanafunzi waliochaguliwa kwenye shule za amali wako 3441 wakiwemo wasichana 1279 na wavulana 2162. Hawa wamechaguliwa kujiunga na shule za amali za bweni. Lakini pia tunao hawa waliochaguliwa kwenda shule za bweni za kitaifa ambao wako 7360 wakiwemo wasichana 5014 na wavulana 2346. Hawa wamechaguliwa kwenda kujiunga na shule za bweni za kitaifa. Waliochaguliwa shule za kata ni jumla ya wanafunzi 925,025 925,965 wakiwemo wasichana 501,849 na wavulana 424,116. Hawa wamechaguliwa kwenda kujiunga na shule za sekondari za kutwa ambazo hupokea wanafunzi kutoka katika eneo la karibu na shule ya msingi ambako amesoma mwanafunzi yule. Kwa hiyo ndugu zangu, niseme tena kwamba serikali ilimeshafanya maandalizi mapema ili kuhakikisha kuwa wanafunzi wote waliofaulu mtihani wa kumaliza darasa la 7 uliofanywa mwaka huu 2025 wanajiunga na elimu ya sekondari ifikapo Januari 2026. Na kutokana na maandalizi hayo, wanafunzi wote 937,581 wakiwemo wasichana 508,477 na wavulana 429,104 waliofaulu mtihani kwa kuhitimu elimu ya msingi mwaka 2025 wataanza muhula wa kwanza wa masomo utakaoanza tarehe 13 Januari mwaka 2026. Niombe kila shule ya sekondari itumie vema kipindi cha mafunzo elekezi ama orientation kwa wanafunzi kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kuwasiliana katika lugha ya Kiingereza, kuchagua aina ya fani wanazozipenda kusoma katika shule zenye mkondo wa amali zisizo za kihandisi. Wazazi na walezi kufanya maandalizi ya kutosha kwa watoto waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka huu wa masomo 2026 ili kuepuka watoto kuchelewa kuanza masomo. 3, mikoa na halmashauri zote nchini zihakikishe wanafunzi wote waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2026 wanaripoti shuleni na kuandikishwa ili kupata haki yao ya msingi ya elimu. Namba 4, natoa wito kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, viongozi na watendaji wa halmashauri kwa kushirikiana na wadau wa elimu kuhakikisha wanafunzi wote waliochaguliwa wanaanza masomo yao mwezi Januari bila vikwazo vya aina yoyote ili kutekeleza azma ya serikali ya utoaji wa elimu msingi. Niendelee kuelekeza tena na kuwaagiza
wakuu wa mikoa, makatibu tawala wa mikoa, wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri pamoja na wakuu wa shule kuhakikisha maandalizi yote ya kuwapokea wanafunzi hawa yawe yamekamilika kabla ya siku ya kufungua shule. Na pia kidato cha kwanza hawa wanaokwenda mwaka 2026 wanatakiwa kuripoti shuleni tarehe 12 Januari kwa wanafunzi waliochaguliwa shule za bweni, na kwa wale ambao wamechaguliwa shule za kutwa wanatakiwa kuripoti tarehe 13 Januari 2020. Vile vile ni waombe na kuwahimiza wazazi, walezi na jamii yote kushirikiana na uongozi wa shule, halmashauri, wilaya, mikoa ili kuhakikisha kuwa wanafunzi wote waliochaguliwa wanaandikishwa, wanahudhuria na kubaki shuleni hadi watakapohitimu elimu yao ya sekondari. Ndugu zangu, orodha ya wanafunzi wote waliochaguliwa pamoja na fomu za maelekezo ya kujiunga na kidato cha kwanza mwaka 2026 kwa shule zote za bweni zinapatikana katika tovuti ya ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kupitia kiunganishi cha www.tamisemi.go.tz. Pamoja na maelekezo haya kwa wanafunzi, mzazi na mlezi atakayekuwa na suala linalohitaji maelekezo au ufafanuzi aende katika ofisi za wakuu wa shule, ofisi za elimu za halmashauri na mikoa, au apige simu kwenye kituo cha huduma ya wateja cha ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa namba za simu 026 16 02 10, 026 16 02 10 au 0735 16 02 10 au 0735 16 02 10.